Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunawasalimu kwa heshima kubwa katika siku hii ya leo Jumatatu tarehe 23 Juni mwaka 2026 na tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni mahali ambako tunakuletea habari za kina na ukweli wa matukio muhimu yanayoendelea hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo jirani. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari mbalimbali zinazogusa maisha kila siku ya wananchi, zikiwemo masuala ya usalama katika mashariki mwa nchi, maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii, pamoja na matukio mengine muhimu yanaendelea katika majimbo mbalimbali. Basi endelea kuwa nasi katika dakika chache zijazo ili kupata taarifa kamili zilizo sahihi na zinazokuaminika kutoka Kivu News Info, sauti ya kweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi baada ya watu wawili raia kuuawa katika shambulio jipya linalodaiwa kufanywa na waasi wa ADF kwenye eneo la P13 katika mili ya Mbau Kimango wilayani Beni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya kiraia ya sekta ya Beni Mbao, washambuliaji hao wenye silaha waliingia katika eneo na kufanya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia wawili. Baada ya vifo hivyo, tukio pia limesababisha uharibifu mkubwa wa mali za wananchi, ingawa kiwango kamili cha hasara bado hakijabainishwa. Mashahidi wa eneo wanasema kuwa tukio lilizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi, wengi wao lazimika kukimbia makazi yao kwa muda ili kujinusuru dhidi ya hatari iliyokuwa ikiendelea. Hali hiyo ilivuruga shughuli za kawaida za wananchi, hususan biashara, kilimo na usafiri kwenye mihili huo muhimu unaunganisha maeneo ya Mbau na Kamango. Miili ya wasira wawili alipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya rufaa ya Oicha kwa ajili ya taratibu zinazofuatwa. Tukio hilo limeacha majonzi makubwa kwa familia za marehemu pamoja na jamii nzima ya eneo hilo. Mashirika ya kiraia yameeleza kuwa eneo la Mbau Kimango limekuwa ikabiliwa mara kwa mara mashambulizi ya makundi yenye silaha, hasa waasi wa ADF ambao endelea kutajwa katika matukio mengi ya mauaji, utekaji na uporaji katika sehemu mbalimbali za wilaya ya Beni. Kwa miaka kadhaa sasa, wakazi wa maeneo ya Beni wamekuwa wakiishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusishwa na kundi hilo. Matukio haya yamesababisha vifo vya mamia ya raia, uharibifu wa mali na kwa lazimu maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Viongozi wa mashirika ya kiraia katika sekta ya Beni Mbao wamestaka mamlaka za serikali pamoja na vikosi vya ulinzi kuongeza juhudi za kulinda wananchi na wanaoishi katika mihili huo. Wamesitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa doria za kijeshi na kuwekwa kwa vikosi vya kutosha katika maeneo yanayoonekana kuwa hatarishi. Kwa mujibu wa viongozi hao wa kiraia, usalama wa wananchi unapaswa kuwa kipaumbele ili kuzuia matukio mengine ya mauaji na uharibifu wa mali. Wameonya kwamba kuendelea kwa mashambulizi kunaweza kuongeza hofu na kusababisha wananchi wengi zaidi kukimbia makazi yao. Wananchi wa eneo la Mbau Kamango pia wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kuendelea kwa ukosefu wa usalama. Wanasema kuwa kila mara wanapojaribu kurejea katika shughuli zao za kila siku, mashambulizi mapya huibuka na vurugu ya maisha yao. Shughuli za biashara za usafirishaji katika milio zimekuwa zikiathiriwa mara kwa mara kutokana na hofu ya mashambulizi. Wafanyabiashara na wasafiri wengi lazimika kusafiri kwa tahadhari kubwa au kuahirisha safari zao kwa kofia kushambuliwa njiani. Mashirika ya kiraia yametoa wito kwa mamlaka za usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio na kuwabaini waliohusika na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Wameeleza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kurejesha imani ya wananchi na kuhakikisha usalama wa kudumu katika eneo hilo. Hadi sasa mazingira kamili ya shambulio hilo bado hayajafahamika, huku mamlaka za eneo hilo zikiendelea kufuatilia hali ya usalama. Wakazi wa Beni wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakisubiri hatua madhubuti zitakazokuchukuliwa ili kukabiliana na vitendo vya makundi yenye silaha vinavyoendelea kuhatarisha maisha ya wananchi katika Kivu Kaskazini. Tukio hilo linaongeza orodha ya matukio ya ukosefu wa usalama yanayoripotiwa katika wilaya Beni na kuonyesha changamoto kubwa zinazoendelea kuikabili sehemu hiyo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia unaendelea kutolewa kwa matumaini yakiwekwa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha amani na utulivu katika eneo la Mbau Kamango. Mitihani ya serikali inayojulikana kama examen d'etat imeanza kwa kuchelewa siku ya jana Jumatatu tarehe 22 Juni katika vijiji kadhaa vya utawala wa jadi ya Lwindi wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya wapiganaji wa waasi M23 na makundi ya wazalendo wakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mapigano yalianza usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 21 Juni na kuendelea katika maeneo kadhaa ya Lwindi, alilosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuvuruga shughuli za nyingi za kijamii ikiwemo
ikiwemo kuanza kwa mitihani ya taifa. Taarifa zinaweza kuwa milio ya risasi na mapigano ilisikika katika maeneo mbalimbali, huku baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbia makazi yao ili kujinusuru na mapigano hayo. Wanafunzi walikuwa wakijiandaa kufanya mitihani ya serikali ilikumbwa na hali ya hofu na sitofahamu, jambo lilosababisha wengi kushindwa kufika mapema katika vituo vya mitihani. Rais wa mashirika ya kiraia ya Nguvu ya Hai katika eneo la Lwindi Centre, Samuel Tebo, ameeleza kuwa hali ya ukosefu wa usalama inayotokana na mapigano hayo isababisha ucheleweshwaji wa kuanza kwa mitihani katika vituo kadhaa vya mitihani. Kwa mujibu wake, mapigano kati ya wapiganaji wa waasi 23 na majeshi ya serikali wanaungwa mkono na wazalendo yanaripotiwa katika eneo la Kasika kuelekea Kigogo pamoja na kwenye barabara taifa inayoelekea Ngenga. Amesema kwamba mapigano yaliendelea kwa muda mrefu siku ya Jumapili na kusababisha hali ya taharuki katika eneo la Kasika na vijiji vya jirani. Aliwale walazimu baadhi ya wanafunzi kusalia majumbani au kuchelewa kuwasili katika vituo vya kufanyia mitihani. Wazazi na walezi katika maeneo walioathiriwa wameeleza wasiwasi wao kuhusu mustakabali wa elimu ya watoto wao, wakisema kuwa wanafunzi wamekuwa kisoma katika mazingira magumu kutokana na hali ya usalama isiyotabirika. Mashirika ya kiraia yamekumbusha kuwa mwaka wa masomo mwaka 2015 hadi mwaka 2016 tayari umeathiriwa kwa kiwango kikubwa cha ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya wilaya ya Mwenga. Shule nyingi zimekuwa zikifungwa mara kwa mara kutokana na mapigano, huku baadhi ya walimu na wanafunzi wakilazimika kuihama maeneo yao. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa kiraia wamestaka pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu kipindi cha mitihani ya taifa na kuacha mapigano ili kuwapa wanafunzi nafasi ya kufanya mitihani yao kwa utulivu. Ofisi ya utaratibu wa mashirika ya kiraia katika wilaya ya Mwenga imetoa wito kwa makundi yote yenye silaha kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kuzingatia umuhimu wa kipindi cha mitihani ya serikali kinachoendelea kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 15 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashirika hayo, elimu ni yake ya msingi ya watoto na vijana, na vita havipaswi kuzuia wanafunzi kutimiza ndoto zao za masomo. Wanasema kwa wanafunzi wengi wanajitayarisha kwa muda mrefu kwa ajili ya mitihani hiyo, hivyo wanahitaji mazingira salama ili waweze kufanya mitihani yao bila hofu. Wilaya ya Mwenga pamoja na wilaya jingine jirani ya Shabunda ziko chini ya mkoa wa elimu wa Kivu Kusini ya 3. Hata hivyo, maeneo haya yanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la serikali ikisaidiwa na wazalendo, huku maeneo mengine yakidhibitiwa na waasi wa M23. Mapigano kati ya pande hizo mbili yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya Mwenga licha ya wito wa viongozi vya ndani, mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa wa kutaka kusitishwa kwa uhasama. Wakazi wa Lwindi na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya hofu, huku wakitumaini kurejea kwa amani na utulivu. Wanafunzi wanaofanya mitihani ya serikali wameeleza matumaini yao ya kuendelea na mitihani hiyo licha ya mazingira magumu wanayokabiliana nayo. Kwa sasa mamlaka za elimu na viongozi wa elimu wa eneo hilo wanaendelea kufuatilia hali ya usalama ili kuhakikisha kuwa mitihani ya serikali inaendelea katika mazingira salama na kwamba wanafunzi wote wanapata nafasi ya kufanya mitihani yao bila vikwazo vinavyotokana na mapigano yanaendelea katika wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Hali ya usalama endelea kwa tulivu katika eneo la Mwenga na vijiji jirani vilivyopo kwenye nyanda za juu za wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini licha ya taarifa za mapigano kuripotiwa katika eneo la Kagenge. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, hakuna mapigano yaliyorekodiwa katika saa za hivi karibuni ndani ya Minembwe na maeneo yanayozunguka mji huo. Shughuli za kawaida za wananchi zinaendelea, huku wakazi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika maeneo ya jirani. Katika eneo la Mikenge, hali ya usalama pia inaelezwa kuwa ya utulivu na eneo hilo linaendelea kudhibitiwa na vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku, ingawa tahadhari bado inaendelea kutokana na mvutano wa mara kwa mara unaoshuhudiwa katika nyanda za juu za Fizi. Hata hivyo, vyanzo kadhaa vya ndani vinaripoti kwamba muungano wa waasi wa Twirwaneho na M23 na RDF ulifanikiwa kuchukua udhibiti wa nafasi za Rutaganda siku ya Jumapili tarehe 21 Juni. Nafasi hiyo ni sehemu ya eneo la kijeshi la Kagenge ambako maeneo mengine bado yanadewa kwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo zinaeleza kuwa mapigano yalizuka baada ya waasi kujaribu kupanua maeneo yao ya ushawishi katika nyanda za juu za Fizi. Inadaiwa kuwa walifanya jaribio la kuvunja mstari mwingine wa ulinzi wa jeshi la serikali katika maeneo ya milimani. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilijibu mashambulizi yao na kusababisha mapigano makali katika maeneo ya Kagenge. Mapigano yalidumu kwa muda na kusababisha hali ya taharuki miongoni mwa wakazi wa vijiji vya karibu. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa jaribio la kusonga mbele lilizuia wanajeshi wa FARDC waliokuwa katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo bado hazijathibitishwa na rasmi na mamlaka ya serikali, takriban wapiganaji 20 wa muungano wa Twirwaneho
RDF wamepoteza maisha wakati wa mapigano hayo. Vyanzo hivyo pia vinadai kuwa waasi hao hawakuweza kuondoa miili ya wapiganaji hao waliouawa kutokana na nguvu ya mashambulizi ya jeshi la serikali na ile ya mapigano ilivyokuwa katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi idadi hiyo bado hajathibitishwa na vyanzo huru au mamlaka za kijeshi. Licha ya mapigano hayo kuripotiwa katika eneo la Kagenge, wakazi wa Minembwe na Mikenge wanaendelea kuishi katika hali ya utulivu. Hata hivyo, hofu bado ipo kutokana na historia ya mapigano mara kwa mara katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Kwa muda mrefu, maeneo ya Minembwe, Mikenge, Kagenge na maeneo mengine ya nyanda za juu za Kivu Kusini yamekuwa kikumbwa na migogoro ya silaha inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha pamoja na vikosi vya serikali. Hata hivyo, imekuwa ikisababisha kuhama kwa wananchi, uharibifu wa mali na changamoto za kibinadamu. Wananchi wameendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa amani ya kudumu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kilimo, biashara na elimu bila hofu ya mapigano. Viongozi wa jamii pia wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo na suluhisho la amani ili kumaliza migogoro inaendelea katika nyanda za juu. Kwa sasa hali katika Minembwe na Mikenge inaendelea kuwa ya utulivu, huku vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikidumisha ulinzi katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali. Wakati huo, taarifa kutoka Kagenge zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu ili kupata picha kamili ya hali ya usalama katika eneo hilo. Basi Kivu News tazidi kufuatilia maendeleo ya hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga na kuendelea kuwajulisha taarifa zaidi kadri zitakavyokuwa zinapatikana. Rais wa Jamhuri ya Burundi aliwasili siku ya jana Jumatatu tarehe 22 Juni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ziara rasmi ya kiserikali inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili jirani. Rais wa Burundi aliwasili akiwa ameambatana na mke wa rais wa Burundi ambako amepokelewa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Evariste Ndayishimiye na rais wa mke wa Burundi. Upande wa Kongo, viongozi wao walikaribishwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi pamoja na mke wake na mke wa Rais Denis Nyankuru Tshisekedi katika uwanja wa ndege wa Njili. Mapokezi yalifanyika katika mazingira ya kirafiki na kidiplomasia yakionyesha umuhimu wa uhusiano uliopo kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi walibadilishana salamu za mazungumzo ya awali kabla ya kuanza ratiba rasmi ya ziara hiyo ya kiserikali. Ziara ilifanyika wakati ambako mataifa mawili yanaendelea kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali zikiwemo diplomasia, uchumi, biashara, usalama na maendeleo ya kikanda. Serikali za nchi hizo zimekuwa zikionyesha nia kuongeza ushirikiano ili kukabiliana na changamoto zinazokabili eneo la maziwa makuu. Kwa miaka hivi karibuni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi zinaendelea kushirikiana katika masuala ya usalama na hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi yanayokabiliana na shughuli za makundi yenye silaha. Ushirikiano umekuwa sehemu muhimu za juhudi za kuleta utulivu katika eneo la kikanda. Ziara ya rais wa Burundi mjini Kinshasa pia inatarajiwa kutoa fursa kwa viongozi hao kujadili masuala mbalimbali yanayohusu usalama wa mpaka, biashara kati ya nchi hizo mbili, miundombinu, uwekezaji pamoja na ushirikiano wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona kuwa ziara hiyo ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa mahusiano ya kidiplomasia katika Bujumbura na Kinshasa, hasa katika kipindi ambacho nchi za eneo la maziwa makuu zinatafuta njia za pamoja za kukabiliana na changamoto za kiusalama na kiuchumi. Ushirikiano kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na umuhimu mkubwa kutokana na ukaribu wa kijiografia wa nchi hizo mbili na uhusiano wa kihistoria uliopo kati ya wananchi wao. Maelfu ya watu huvuka mpaka kwa ajili ya biashara, shughuli za kijamii na shughuli nyingine za kiuchumi. Wakati wa ziara hiyo inatarajiwa kuwa kutakuwa na mikutano ya ngazi ya juu kati ya viongozi wa nchi hizo mbili pamoja na vipaumbele vya serikali zao ili kujadili maeneo ya ushirikiano wa baadaye. Masuala ya amani na usalama katika eneo la mashariki yanaweza kuwa miongoni mwa ajenda kuu za mazungumzo. Ziara hiyo pia inaonyesha kuwa dhamira ya viongozi wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuendelea kuimarisha uhusiano wa kirafiki na kushirikiana katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili eneo la maziwa makuu. Kwa sasa wananchi wa nchi zote mbili wanaendelea kufuatilia kwa karibu ziara hiyo ya kiserikali ambayo inatarajiwa kuimarisha zaidi mahusiano ya kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa na Bujumbura zinaendelea kusisitiza umuhimu wa kushirikiana wa kikanda kama njia ya kuleta maendeleo, amani na utulivu wa kudumu kwa wananchi wa mataifa hayo pamoja na eneo lote la Afrika ya Kati na maziwa makuu. Uratibu wa eneo la asili za kiraia za nguvu hai katika wilaya Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini umeonyesha kutokubaliana na msimamo uliochukuliwa na uratibu wa kitaifa wa asili za kiraia kuhusu swala la marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika tamko lilotolewa hadharani, viongozi wa asasi za kiraia Nyiragongo wamepinga barua ya wazi iliyotumwa kwa kanisa Katoliki kupitia Senko na uongozi wa kitaifa wa asasi za kiraia. Wanasema kwa msimamo huo ulitangazwa bila kufanya mashauriano na uratibu wa mikoa na wilaya mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa viongozi wa Nyiragongo, Rais wa muda utaratibu wa kitaifa wa asasi za kiraia Jean Bosco Lalo alichukua msimamo kuhusu swala hilo na bila kuhusisha viongozi wa ngazi za chini ambao pia wanawakilisha wananchi katika maeneo yao. Wanasema kuwa swala la marekebisho ya katiba ni jambo nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa, hivyo aliwezi kuamuliwa au kujadiliwa na kundi ndogo la viongozi bila kushauriana na wananchi pamoja na wadau wengine wa kijamii na kisiasa. Kwa mujibu wa tamko hilo, mjadala kuhusu marekebisho ya katiba unapaswa kuwa wa kitaifa na kuwashirikisha wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kujali maeneo yao. Viongozi wao wanaamini kuwa kila raia ana haki ya kutoa maoni yake kuhusu mustakabali wa katiba ya nchi. Asasi za kiraia na Nyiragongo zimestaka kwamba uamuzi wa unaohusu katiba yanapaswa kufanywa kwa uwazi, ushirikishwaji na kupitia mijadala ya kitaifa inayowapa nafasi wananchi kueleza maoni yao. Mbali na swala la marekebisho ya katiba, uratibu wa Nyiragongo umeeleza wasiwasi wake kuhusu kile kinachoitwa ukosefu wa ushiriki wa kutosha wa uratibu wa kitaifa ya asasi za kiraia katika kushughulikia migogoro ya usalama na hali ya kibinadamu inaendelea katika mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa viongozi wa mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama zinazosababisha mauaji ya raia, uhamishaji wa wananchi, ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na kuharibika kwa hali ya maisha ya maelfu ya watu. Wanasema katika kipindi hiki ambacho wananchi wa Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri wanakabiliwa na matatizo makubwa ya kiusalama na kibinadamu, viongozi wa kitaifa wa asasi za kiraia wanapaswa kuweka kipaumbele katika kutetea haki za wasiriwa wa migogoro hiyo. Asasi za kiraia za Nyiragongo zimeeleza kwamba mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha, mauaji ya raia na kuhama kwa wananchi vinaendelea kuathiri maisha ya watu wengi katika mashariki mwa nchi, jambo linahitaji sauti ya pamoja na ya asasi za kiraia nchini. Katika tamko lao, viongozi wao pia wametaka waratibu wa asasi za kiraia katika mikoa yote 26 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki katika mjadala huu ili kuimarisha utendaji wa demokrasia ndani ya uratibu wa kitaifa wa asasi za kiraia. Kwa mujibu wa ushirikiaji wa mikoa yote utasaidia kuhakikisha kuwa maamuzi ya kitaifa yanawakilisha kwa usawa maoni ya mahitaji ya wananchi kutoka sehemu zote za nchi. Wameeleza kuwa kuimarisha demokrasia ndani ya taasisi za kiraia ni muhimu ili kuongeza uwakilishaji wa wananchi na kuimarisha imani ya jamii kwa viongozi wao. Swala la marekebisho ya katiba endelea kuzua mjadala mikubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wadau mbalimbali wa kisiasa, kijamii na kidini wakitoa maoni tofauti kuhusu mwelekeo wa mchakato huo. Wakati baadhi ya makundi yanaona kuwa mjadala unapaswa kuendelea, wengine wanaamini kuwa kipaumbele kinapaswa kutekelezwa katika kurejesha amani, usalama na utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Kwa sasa tamko la asasi za kiraia za Nyiragongo linaongeza sauti nyingine katika mjadala unaoendelea kuhusu marekebisho ya katiba, huku likisisitiza umuhimu wa mashauriano ya kitaifa, uwakilishi wa wananchi na kuzingatia changamoto za usalama na kibinadamu zinazokabili nchi. Gavana mpya wa kijeshi wa mkoa wa Ituri, Jenerali Meja Kaabi Kasongo Mulumba, ametangaza kwa maridhiano kati ya jamii mbalimbali za mkoa yatakuwa miongoni mwa vipaumbele vikuu vya uongozi wake. Kauli alitoa wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika mjini Bunia, ambako alieleza dhamira yake ya kuimarisha mshikamano wa kijamii na kurejesha hali ya kuishi pamoja na kwa amani katika mkoa ambao kwa miaka mingi imekumbwa na migogoro ya silaha na mivutano ya kijamii. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, gavana wa kijeshi alisema kuwa amepewa jukumu la kuwaleta pamoja wananchi wa jamii zote za Ituri ili kuimarisha umoja, maelewano na mshikamano wa kijamii. Kwa mujibu wake, amani ya kudumu haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu za kijeshi pekee, bali inahitaji pia maridhiano kati ya wananchi na kurejesha imani kati ya jamii mbalimbali ambazo zimeathiriwa kuna miaka mingi ya migogoro. Kauli inakuja siku chache tu baada ya Jenerali Meja Kaabi Kasongo Mulumba kuanza rasmi majukumu yake kama mkuu wa utawala wa mkoa wa Ituri chini ya kuzingirwa maarufu kama etat de siege inayotekelezwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gavana huyo, dhamira yake ni kuona jamii zote za Ituri zikiishi kwa amani bila ubaguzi, chuki au migawanyiko inaweza kuchochea migogoro mipya. Amesisitiza kuwa kujenga mshikamano wa kijamii ni hatua muhimu katika kurejesha amani na utulivu wa kudumu. Wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama wanaona kuwa msimamo huo unaendelea juhudi zilizokuwa zikifanywa na viongozi waliopita katika kutafuta utulivu wa mkoa
wa Ituri, lakini safari kusitiza zaidi mazungumzo kati ya jamii mbalimbali. Kwa miaka mingi Ituri imekuwa ikikumbwa na mgogoro wa kijamii na mashambulizi ya makundi yenye silaha ambayo husababisha maelfu ya watu kupoteza maisha, wengine kujeruhiwa na maelfu ya familia kulazimika kuyahama makazi yao. Baadhi ya maeneo ya Njugu, Irumu na Mambasa endelea kukabiliana na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha ambayo endelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya usalama. Mivutano ya kijamii na migogoro ya kitambulisho imekuwa miongoni mwa sababu zinazochangia hali ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya Ituri. Hali imekuwa ikizorotesha juhudi za kurejesha amani na kuasiri maisha ya wananchi. Jenerali Meja Gabi Kasongo anaamini kuwa kurejesha amani ya kudumu kunahitaji hatua mbili muhimu zinazokwenda sambamba. Hatua kwanza ni kuendelea na operesheni za usalama dhidi ya makundi yenye silaha, na hatua ya pili ni kujenga tena uhusiano mzuri kati ya jamii zinazopatikana katika mkoa huo. Kwa mujibu wake, jamii zinahitaji kurejeshwa imani, mazungumzo yanapaswa kupewa nafasi ya viongozi wa kijamii, kidini na kisiasa, na wanapaswa kushirikishwa katika juhudi za maridhiano. Mtazamo unaungwa mkono na viongozi mbalimbali wa kisiasa, dini na mashirika ya kiraia ambao kwa muda mrefu wamekuwa kisitiza umuhimu wa kuunganisha hatua za kijeshi na mazungumzo ya kijamii. Viongozi wao wanaamini kuwa operesheni za kijeshi pekee haziwezi kumaliza kabisa migogoro inaendelea katika Ituri. Kwa maendeleo ya kiuchumi, maridhiano ya jamii na kuimarisha huduma za kijamii ni mambo muhimu katika kujenga amani ya kudumu. Kwa sasa, Jenerali Meja Gabi Kasongo Mulumba anakabiliwa na changamoto mbili kubwa katika uongozi wake. Kwanza ni kuendelea kupambana na makundi yenye silaha, endelea kufanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya mkoa. Pili ni kuleta mahusiano kati ya jamii mbalimbali ambazo zimeathiriwa na miaka mingi ya migogoro. Huku hali ya usalama ikiendelea kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya Njugu, Ituri na Mambasa, wananchi wengi wanasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na uongozi mpya ili kuleta utulivu, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kufungua ukurasa mpya wa amani katika mkoa wa Ituri. Mvua kubwa iliyofuatana na upepo mkali imesababisha uharibifu mkubwa katika kijiji cha Malonge kilichopo kati ya kundi la Bukenye, eneo la utawala la Bashwanga wilayani Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Tukio lilitokea siku ya jioni ya Jumapili tarehe 21 Juni na kuacha familia nyingi zikiwa katika hali ngumu ya kibinadamu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mvua hiyo ilidumu kwa muda na kuambatana upepo mkali iliharibu nyumba nyingi za wakazi wa eneo hilo. Paa za nyumba kadhaa zilingolewa na upepo, huku baadhi ya nyumba zikibomoka na nyingine kuharibikia vibaya. Wakazi wa Malongo wanasema kuwa tukio hilo lilitokea ghafla na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Familia nyingi zilijikuta zikiwa hazina mahali salama pa kuishi baada ya nyumba zao kuharibiwa na upepo huo mkali. Baadhi ya wasirika walazimika kukimbia kwa ndugu, marafiki na majirani ili kupata hifadhi ya muda, huku wengine wakiendelea kuishi katika mazingira magumu bila makazi ya kutosha. Hali hiyo imeongeza changamoto za kibinadamu katika eneo hilo, hasa kwa watoto, wazee na wanawake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo hilo, familia nyingi zimepoteza mali zao na nyumbani kutokana na mvua na upepo huo. Vifaa vya kulala, nguo na baadhi ya vyakula viliharibiwa na maji ya mvua, yanayozidisha matatizo kwa walioathirika. Rais wa kamati ya ulinzi wa kiraia Musienene ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu inayojitokeza katika sehemu hiyo ya wilaya ya Lubero. Amesema kuwa wananchi wengi wanahitaji msaada wa haraka ili waweze kurejea katika maisha yao ya kawaida. Kiongozi wao ametoa wito kwa mamlaka za serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka na kuwasaidia waathirika wa janga hilo la asili. Amesitiza kuwa kuchelewa kwa msaada kunaweza kuongeza mateso kwa familia zilizoathirika. Miongoni mwa mahitaji ya haraka yaliyotajwa ni pamoja na mabati ya turubai za muda kwa ajili ya kufunika nyumba zilizoharibiwa, vifaa vya ujenzi, magodoro, blanketi pamoja na mahitaji mengine ya msingi ya maisha. Mashirika ya kiraia katika eneo pia yameeleza wasiwasi kuhusu hali ya waathirika, wakisema kuwa baadhi ya familia zimebaki bila makazi kabisa na zinakabiliana na changamoto za kiafya kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Janga hilo la asili linaongeza changamoto nyingine kwa wakazi wa wilaya Lubero ambao tayari wanakabiliana na matatizo mbalimbali ya kijamii na kibinadamu. Wito unaendelea kutolewa kwa serikali, mashirika ya misaada na wadau wengine kuhakikisha msaada wa kifamilia zilizoathirika ili kuzuia hali ya kibinadamu kuendelea kuwa mbaya zaidi. Wananchi wa Malongo wanaendelea kuwa na matumaini kwamba msaada wa dharura utawafikia haraka ili waweze kurejea katika makazi salama na kuendelea na shughuli zao za kila siku baada ya janga hilo la mvua na upepo mkali.
Je, kuna dalili za mvutano kati ya muungano wa kisiasa na muunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi unaojulikana kama Union Sacrée de la Nation, baada ya kutolewa kwa matangazo mawili yaliyokinzana kuhusu mkutano uliopangwa kufanyika siku ya leo tarehe 23 Juni katika mji wa Kinshasa. Swala hilo limeanza kujitokeza baada ya taarifa mbili tofauti kusambaa kwa muda mfupi zikuhusu mkutano unadaiwa kuwakutanisha viongozi wakuu wa vyama vya siasa, wabunge na maseneta wanaomuunga mkono kisiasa unaongoza serikali. Kwa mujibu wa taarifa ya kwanza iliyosainiwa na Christophe Mboso, anajitambulisha kama mzee na naibu spika wa pili wa bunge la taifa, viongozi wa vyama vya kisiasa, vikundi vya kisiasa, wa bunge na maseneta wa Union Sacrée walialikwa katika mkutano wa dharura uliopangwa kufanyika saa 9 alasiri katika hoteli ya Fleuve Congo mjini Kinshasa. Katika taarifa hiyo inaelezwa kuwa ajenda ya mkutano na ingetolewa pale pale kwenye kikao, huku ikisitizwa umuhimu wa kuhudhuria kwa viongozi wote bila kukosa. Taarifa hiyo ilizua mjadala ndani ya duru za kisiasa kutokana na uzito wa watu waliokuwa na muda mfupi wa maandalizi. Hata hivyo, muda mfupi baada ya taarifa hiyo kusambaa, katibu mkuu wa kudumu wa Union Sacrée de la Nation Profesa Andre Mbata Mangu alitoa tamko la kupinga mkutano, akibainisha kuwa au kutambuliwa na uongozi rasmi wa muungano huo. Katika majibu yake, Profesa Mbata alisema kuwa atambui kuwepo kwa mkutano wote wa Union Sacrée ulioitishwa na kile alichokiita muundo wa kufikiria unaojulikana kama Coordination de l'Union Sacrée de la Nation, akisema kwamba muundo huo upo katika katiba na au mkataba uendeshaji wa muungano huo wa kisiasa. Aliongeza kwa mtu anayesaini taarifa hiyo hapasi kufafanua kwa uwazi nafasi yake halali ndani ya muundo wa Union Sacrée kabla kuitisha mkutano uliohusisha wabunge, maseneta na viongozi wa vyama mbalimbali. Kwa mujibu wa Profesa Andre Mbata, muundo unaoitwa Coordination de la Nation de l'Union Sacrée haujatambuliwa kwa katiba ndani ya Union Sacrée na upo katika maamuzi ya kongamano la pili la muungano huo wa kisiasa. Amefafanua pia kwa mujibu wa taratibu rasmi za Union Sacrée, ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndiye kiongozi mkuu wa kisiasa wa muungano na ndiye mwenye mamlaka ya kuitisha mikutano ya ngazi ya juu kupitia katibu mkuu wa muungano. Taarifa hiyo imepingana na wazi. Taarifa ya kupingana kwa wazi imebua mjadala kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa tofauti za ndani ya muungano huo na wa kisiasa ambao unategemewa kwa kuwa nguzo mkuu ya uungwaji mkono wa serikali ya sasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa tofauti hizi za mawasiliano zinaweza kuashiria changamoto za utaratibu ndani ya muungano huo, hasa katika kipindi ambacho muungano huo unatarajiwa kuimarisha mshikamano wake kuelekea ajenda kuu za kisiasa na kitaifa. Mgogoro wa mawasiliano pia unakuja wakati ambako mjadala kuhusu marekebisho ya katiba unaendelea kuzua mitazamo tofauti ndani ya jamii za kisiasa nchini. Upinzani umekuwa ukishtumu baadhi ya makundi ya kisiasa kwa kutaka kutumia mchakato ili kuongeza muda uongozi wa Rais Tshisekedi baada ya mwisho wa muhula wake wa sasa wa mwaka 2028. Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa ndani wa Union Sacrée wamekuwa wakitoa wito kwa mshikamano na uwazi zaidi katika kujadili masuala nyeti ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na mwelekeo wa kisiasa na mageuzi ya taasisi ya nchi. Taarifa awali inahusisha Christophe Mboso ilikuja pia wakati ambako katibu mkuu wa chama cha Rais Augustin Kabuya alikuwa amewahi kuwakosoa baadhi ya wanachama wa Union Sacrée kwa kile alichokiita ukimya kuhusu masuala muhimu ya kitaifa ikiwemo mjadala wa katiba. Kwa sasa hali ndani ya Union Sacrée inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wanachambuzi wa siasa, huku masuala yakibaki kuhusu iwapo swali litaonyesha migawanyiko wa kweli au ni tofauti ya kiratibu ndani ya mfumo wa mawasiliano wa muungano huu. Wananchi na wadau wa siasa wanasubiri kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na uongozi wa juu wa Union Sacrée de la Nation kufafanua hali hiyo na kurejesha utulivu wa kisiasa ndani ya muungano unaoongoza serikali ya Kinshasa. Na ni hivyo ndivyo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info kwa leo tarehe 23 Juni mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki chote ambako tumekuletea taarifa muhimu kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Tuendelea kuwasimu, endelee kuwa makini, kuchukua tahadhari katika maisha ya kila siku na kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika maeneo yenu, hususan masuala ya usalama, jamii na maendeleo. Basi kwa habari zaidi na zaraka, endeleeni kuwa pamoja nasi kupitia Kivu News Info, mahali ambako uko ile habari ndio kipao
kiko mbele chetu. Na basi kabla hajatimisha matangazo yetu ya asubuhi leo, niendelee kukumbusha wenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka na kuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha anasema kujiabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taarifa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda na kuwabariki nyote. Bye bye na chao, muwe na siku njema na mchana mwema.